إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. واعلموا أن حكمة الله في خلق الإنس والجن أن يعبدوه. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala, hikma yake ya kumuumba mwanadamu na kumuumba jini ni kumwabudia yeye. وهذه العبادة أو هذه العبادات شرع الله وجعلها فيه حكمة عظيمة. na hizi ibada Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ndani yake hikma zilizokuwa kubwa, hikma ambazo zilizokuwa kubwa baligha, ambazo zimefikia mbali. Miongoni mwa hikma hizo, fa innaha tuqawi al-iman, zinatia nguvu zile ibada namna zinavyofanywa katika imani ya mtu. Kila ibada ambayo anaifanya, ikiwa ni swala au ikiwa ni funga au ikiwa ni zakatul mal au ikiwa ni ibada ya hija, zinakuwa tuqawi al-iman wa tuqawimu an-nufus, zinatia nguvu katika imani na kuzinyoosha nafsi, wasuluka, pamoja na mapito. Kadhalik watuhadhibu al-akhlaq, hata tabia za mtu zinakuwa ni zenye kunyooka. Katika hikma za hizi ibada
ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziwekea sheria, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaumba watu ili wazifanye ibada hizo. Wiki hii ambayo tuko nayo ni wiki wa mwisho katika mwaka wa 1447, lakini ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma yake ameifanya ibada moja ambayo nayo ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu, na akaifanya kwamba ndiyo nguzo ya mwisho, lakini akaiweka katika mwisho wa mwaka, wa hiya al-hajj. كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Allah ameitaja, mtume ameitaja haji ni katika nguzo ya mwisho, imekuja kufunga zile nguzo tano Uislamu ambao umejengewa kwake na Allah subhanahu wa ta'ala. Akaifanya hii hija, matekelezo yake yako katika mwisho wa mwaka. Alhajju ashhurun ma'lumatun, haikufanywa hii kwamba itahijiwa katika mwezi wa Shaaban au katika mwezi wa Ramadhani au katika mwezi wa Muharram, lakini katika mwezi wa Dhulhijja. Kubwa zaidi kwa wale wenye akili, ima wameitekeleza ibada hiyo halafu wakarudi, au hawakutekeleza, lakini watu wakae wazihisabu nafsi zao. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Enyi ambao mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na itazame nafsi kitu gani imeandaa kwa ajili ya kesho. Hadhihi hiya muhasabatu nafs, huku ni kuihisabu nafsi. At-tafakkuru wal muhasaba, kutafakari na kujihisabu ya yale yote ambayo mtu kayatenda mpaka hili la mwisho ambalo ni la hija. Ima amelitekeleza au alitia ahadi hakulitekeleza, akasema atafanya kesho kutwa, mwaka unaokuja, mwaka unaokwenda. Lakini huu ni wakati sasa kwa yule ambaye Allah alimuwafikisha kwenda kutekeleza ibada ya hija, amerudi, na yule ambaye hakuwafikishwa katika hilo, huu ni wakati wa kujihisabu. Kama maneno yanapoegemezwa kwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Zihisabuni nafsi zenu kabla hazijahesabiwa, na zipimeni nafsi zenu kabla hazijapimwa. Zikipita siku hizi 3-4, mwaka huu umemaliza. Je, katika yale ambayo Allah ndiyo hikma ya kuwaumba wanadamu na majini, hebu waltandhur nafsum ma qaddamat lighadin, ichunguze nafsi kitu gani imekiandaa kwa ajili ya kesho. Haya ni katika upande wa jumla ya kila mmoja katika mwanadamu, katika Muislamu, katika mu'min aliyekuwa baligh, aliyekuwa akil, akili yuko nayo na amefikia baligh. Haya sasa hivi ndio wakati wake. Mwaka mpya unakuja na mwaka huu umemalizika. Kadhalika katika upande wa umaalumu ni kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kutekeleza ibada ya hija. Famadha ba'da al-hajj? Famadha ba'da intihai al-manasik? Ayabda'u tariqun jadid? Kuna kitu gani baada ya hija, baada ya kumalizika hizi a'mal? Je, panaanza mlango mpya au njia mpya au kitu gani? Au aona mtu nimetekeleza tu, nimefanya tu kwa sababu mimi nina uwezo,
ndio maana nimefanya. Jua kwamba hilo ni jambo lililokuwa kubwa, linahitaji shukrani, kwa sababu wewe ni mu'min. Imani ina pande mbili kama qala alulama, falimanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfu shukrun. Imani ina pande mbili, upande mmoja ni kusubiri na upande mmoja ni kushukuru. Wale waliotekeleza ibada ya hija, ukiwauliza maana ya sabri wanaijua vizuri. Lakini je, shukurani, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi an-ni'mah, ni'mah al-'azima al-jalila, adai fardhi al-hajj wa arkani al-islam wa rukn min arkani al-islam. Kumshukuru Allah kutekeleza ibada ya hija, faradhi hii, na nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Katika yale ambayo yanastahiki baada hija ni kumshukuru Allah, kwa sababu ni sehemu ya pili ya imani. Wama bikum min ni'matin famin Allah, chochote kile ambacho kipo katika neema kwenu nyinyi kinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, hicho kinahitaji kushukuriwa. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Haya ni maneno ambayo yanatakikana yatamkwe kwa ulimi, yathibitishwe ndani ya moyo, halafu vitendo ndiyo vifuatie baada yake. Hilo la kwanza. Jambo la pili ambalo linakuwa baada al-hajj ni al-istiqamatu wal-istighfaru, ni kudumu katika yale mazuri ambayo mtu aliyokuwa ameyafanya katika jitihada zake ambazo alikuwa anapiga, namna alivyokuwa anajihimu katika ibadat, namna anavyosimama, anavyoamka mapema kuelekea msikitini kwa ajili ya fadhila zake, lakini yamerudi. Kuna watu leo wana siku 12, kuna watu wana siku 11, kuna watu wana siku 3 tokea wamerudi katika ibada. Takriban katika upande wetu sisi wa Tanzania watu wote wamerudi katika ibada hii. Wale waliokwenda labda wawe watu wachache sana hawajarejea bado, nao ni kwa dhurufu maalum. Kwa hiyo katika hayo, kwanza ni kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala min at-taqsir, kutokana na mapungufu ambayo tumeyafanya. Wakadhalika wal-istiqamatu wad-dawamu ala at-ta'at wal-ibada wat-taqwa, na kudumu katika utiifu katika ibada na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu jalla sha'nu fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa wailul lilmushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala amesema dumuni, simameni sawa kumwelekea yeye Allah na mumuombe yeye Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أبي عمرة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. Asema nilisema mimi, nilimwambia mtume wa Allah, ewe mtume wa Allah, hebu niambie mimi ndani ya Uislamu kauli moja, sitamuuliza kuhusiana na hilo mwingine yoyote baada yako au zaidi yako, ewe mtume wa Allah. Qal qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha dumu katika hilo. Utiya salawatullahi wa salamuhu alayhi jawami' al-kalim, amepewa maneno mafupi yako nusu ya mstari au yako mistari miwili, lakini maana zake ni nyingi, zinajaza volume za vitabu katika kusherehesha maneno hayo. Qul amantu billah thumma istaqim,
sema mimi nimemwamini Allah subhana, kisha simama katika hilo, dumu katika hilo. fallahu subhanahu wa ta'ala amara al-istiqama fastaqimu ilayhi wa amara al-istighfara wastaghfiruhu, dumuni kwake yeye Allah katika kumwelekea yeye na muombe msamaha. hadhihi al-ayatu al-karima, hii aya iliyokuwa tukufu, kama kwamba inayafasiri maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. faqala al-hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala فيه إشارة إلى أنه لا بد من التقصير في الاستقامة، فجبر ذلك بالاستغفار في الاستقامة المأمور بها، فجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. Akasema katika aya hii kuna ishara, kuna maelekezo, kuna ya mafahamisho ya kwamba lazima papatikane kasoro katika mtu kusimama wima, kukaa katika njia iliyonyooka, katika kuyaelekea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumbia nayo. Kuna kasoro katika ile istiqama ambayo imeamrishwa. Kwa hiyo pakatiwa nguvu na pakaungiwa katika hilo na kuomba msamaha ambao unapelekea katika kutubu na kurejea kwenye ile istiqama ambayo imetakikana, istiqama hiyo. Kwa sababu balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, bali mwanadamu anaijua nafsi yake hata kwamba atatoa nyudhuru, lakini kila mmoja ndani ya siku 10 hizi na kitu, au ndani ya wiki hii au nusu wiki, anajua vile alivyokuwa katika jitihada yake na haya ambayo yanamtokezea katika sasa. Lazima kutakuwa kuna upungufu, illa man rahima rabbi. Kwa hiyo wakati kuna upungufu katika hilo, ni wakati wa kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال الرسول لسفيان بن عبد الله قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان وهو عمل الجوارح وهو عمل القلب، والاستقامة وهو العمل الجوارح. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فشمل الحديث عمل القلب وهو الإيمان وعمل الجوارح وهي الاستقامة. hadithi hii imekusanya amali za moyo ambazo ndiyo imani na amali za matendo ambazo ndiyo istiqama. Kila unapokwenda ukaona namna ya kwamba kuna kasoro fulani katika jitihada uliyokuwa nayo wiki moja au moja na nusu au zimetimia 2, pengine baada ya kurudi Mina tu tayari uvivu kaanza kutokana na machofu, na ukarudi nyumbani magonjwa na maradhi na mchoko wa mwili umeingia, tayari ule mwenendo wako wa grafu yako ya amali kwenda juu umeanza kushuka. Usikate tamaa na hilo, bali muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, halafu rudi na usimame katika lile ambalo linatakikana. Haya ni katika yale ambayo yanatufanya sisi tuendelee katika njia hii ambayo Allah ametuambia fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Ama jingine katika yale ambayo yanatakikana baada ya hija ni mtu kuwa na hofu, akawa anajiuliza, licha ya pongezi zinazokuja za ndugu na jamaa na marafiki baada ya kurudi hija, wakawa wamekufuata uwanja wa ndege, wakawa wengine wamekusubiria nyumbani, wakawa wanakupongeza. Pongezi hizi zisikughuri na nafsi ikakuchezea, na shaitani naye akaiparamia nafsi akaipeleka kule anakotaka, bali ni wakati wa kujiuliza, hivi Allah ameikubali hija yangu? Hivi hija hii imepokelewa? Haya ndiyo katika yale ambayo yatapelekea katika istiqama. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fihi walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, na wale wote ambao
wanatoa vile ambavyo walivyopewa, na hali ya kuwa nyoyo zao zina woga. Walivyoruzukiwa na Allah wanatoa imma katika sadaka ya faradhi au iliyopendezeshwa, lakini hali yao wao nyoyo zao zinaogopa kwamba wao kwa Mola wao watarejeshwa. annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, hao ndio wale ambao wanakwenda mbio katika mambo ya kheri, na hao kwenye mambo hao ya kheri wao wanashindana, hawarudi nyuma. Licha ya kwamba wapo katika hofu, wanaogopa hivi Allah amekubali, lakini wana matarajio na tamaa, huenda Allah kwamba amekubali hayo, wakapata mapenzi ya kumpenda Mola wao, na wakawa hawachoki katika kujikurubisha kwake na kujipendekeza kwake. Wa ila rabbika farghab, na kwa Mola wako peke yake ndiyo jipendekeze. Wa hadhihi thalathu hiya arkanul ibada, na haya mambo matatu ndiyo nguzo za ibada: alkhawfu warrajau walmahabba, kuogopa, kutaraji, kadhalika na mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa yeye, kumtarajia yeye katika kutaraji rehema zake na msamaha wake, kadhalika na kuwa na mapenzi katika yale ambayo Allah amekuamrisha na kukataza, hukuona kwamba huo ni mzigo, hayo ni mateso, hiyo ni adhabu. Ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, qultu li rasulillah, sa'altu anha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yani qultu sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wasallam an hadhihi al-aya, nilimuuliza mtume wa Allah kuhusiana na aya hii. Faqultu, nilikasema, ahumul ladhina yasriquna wa yashrabuna al-khamra, hawa ambao yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, wanatoa vile ambavyo walivyopewa na hali ya kuwa nyoyo zao zinawoga. Hawa ni walevi, hawa wanaiba, ni wizi. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, la yabnata siddiq, hapana ewe mtoto wa Siddiq, bal humul ladhina yusalluna wa yatasaddaquna, hao ni wale ambao yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun, wanaswali, wanafunga, wanatoa sadaka, walakin yakhafuna alla tuqbala minhum, lakini wanaogopa kwamba kwa wao hapatakubaliwa katika haya waliyotenda. Sasa pongezi hizi na picha ambazo mtu kajipiga na video zisimdanganye yeye kujiona kwamba duniani ameshamaliza kila kitu, kwa sababu anaambiwa kwamba amerudi kayaumi waladatuhu ummu, kama siku ambayo amezaliwa Mola wake, amezaliwa na mama yake. Bali amuogope Mola wake, ajiulize, hivi ibada hii imekubaliwa? Mangapi katika mapungufu yanaonekana katika ibada ya mtu ambayo alikuwa anaitenda yeye mwenyewe. Lakini vile vile ayataraji yale ambayo Allah ameahidi katika msamaha, katika pepo, katika ibada ya hija, kadhalika na awe na kujipendekeza na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. يقول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Allah anasema anatamani mmoja wenu awe yeye ana bustani, bustani hilo ndani yake muna kila matunda, yanapita ndani yake mito, akapatwa yeye na utu uzima, yuko nao watoto waliokuwa madhaifu, hawajakuwa watu wazima wenye kuweza kujitegemea. Lile shamba aliyokuwa nalo likapatwa na upepo uliokuwa mkali, fa asaba i'sarun fihi narun, licha kwamba ni upepo tu,
pengine yaliyopukutika na kuanguka yataokotwa, ndani yake kuna moto, ukaliteketeza na kuliunguza shamba lile. Kama hivyo ndivyo Allah anapokubainishieni aya zake ili muweze kuzitafakari. Ukiuangalia unaweza kuona ni mfano tu wa kawaida, lakini Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kama hadithi alivyoitaja al-Imam al-Bukhari alivyoipokea na akaitaja al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-aya, akasema qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu li ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Umar radhiyallahu ta'ala anhu aliwaambia masahaba wa mtume yawman, siku moja, fi man tarawna hadhihi al-ayata nazalat, munaona kwamba aya hii imeteremka kwa nani? Qalu Allahu a'lam, wakasema kwamba Allah ndiye anayejua zaidi. Faghadhiba Umaru faqala qulu na'lam au la na'lam. Umar akakasirika majibu yale, na ni majibu ya sawa sawa, na ni majibu katika manhaji ahlus sunna wal jamaa, kama qala al-Imam at-Tahawi, naqulu wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmu, tunasema sisi Allah ndiye anayejua katika yale ambayo yanayotutatiza sisi ilmu yake. Lakini Umar faghadhib, akamwambia semeni mnajua au hamjui. Faqala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akasema fi nafsi minha shay'un ya amira almu'minin, katika nafsi yangu kuna kitu kinapita kutokana na aya hii, ewe kiongozi wa waumini. Faqala Umaru qul ya ibn akhi wala tahki nafsak, hebu zungumza, sema ewe mtoto wa ndugu yangu, wala usidharau nafsi yako, hebu zungumza. Abdullah ibn Abbas ni kijana mdogo, baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam hajafikia umri wa miaka 15, hafuki 13, na Abu Bakar amekaa miaka miwili, halafu ndo khilafa ya Umar. Akamwambia hebu zungumza, usidharau nafsi yako. Akasema dhuribat mathalan li'amalin, aya hii imepigiwa mfano wa amali ya kitendo kinachotendwa. Qala Umaru ayu amalin am ayi amalin, amali ipi au nakusudia amali ipi? Qala li'amalin, akawasema ni kwa ajili ya amali tu yoyote. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu, Umar akasema hii aya hii lirajulin ghaniyin amila bita'ati Allah, imeteremka kwa mtu mwenye uwezo ambaye ametenda matendo ya kumtii Allah. Thumma ba'atha Allahu ilayhi ash-shaytana fa'amila bil ma'asi, a'adhana Allahu min dhalik. Ni mtu ambaye ana uwezo akatenda aliyotenda katika matendo ya kumtii Allah, kisha Allah akampelekea shaytani akayatenda matendo yaliyokuwa maovu, matendo ya maasi, hatta aghraqa a'malahu, mpaka akayazamisha yote matendo yake, akayamaliza na kuyateketeza. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وفي هذه الآية وفي هذا الحديث، katika hadithi hii كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل. katika aya hii kunatosheleza, katika hadithi hii kunatosheleza kuwa ndiyo tafsiri ya hadithi hii na kuyabainisha yale yaliyokuwemo ndani yake katika mfano wa kupigiwa mfano amali ambao bi'amalin man ahsana al-amala awwalan thumma ba'da dhalika in'akasa siyaruhu fabaddala al-hasanati bisayyi'at, iyadha Allahu min dhalik, na kubainisha yale yaliyokuwemo ndani yake katika mfano wa matendo ya yule aliyetenda matendo yaliyokuwa mazuri mwanzo wake, ikisha baada ya hapo akapinduka akageuka akayabadilisha mema yake mazuri aliyoyatenda kwa kufanya maovu. Allah ndiyo mwenye kutakiwa kinga na hifadhi katika hilo. Akasema faabtala amalahu, faabtala bi'amalihi, akabatilisha amali zake. Athani, zile za pili, kwa sababu kafanya mema akaja akafanya maovu haya
yakabatilisha matendo yake mema yaliyotangulia. Kwa hiyo fa abtala bi'amalihi thani ma aslafahu fi ma taqaddama min as-salih, akayabatilisha kwa kitendo chake cha pili yale yaliyotangulia katika mema. Wahtaja ila shay'in min al-awwal fi adhyaq al-ahwal, akahitajia yale ya mwanzo yaliyotangulia katika matendo mazuri, lakini katika wakati sio, katika wakati uliokuwa umebanwa, huenda baada ya kurudi au baada ya mema aliyotenda akayafanya maovu. Baada ya hapo maradhi hayakumpa nafasi ya kurejea katika mema na tauba, au ikawa ni sababu ya kufanya maovu, Allah simwafikishe katika kutubu mpaka akafa. Nasallallahu husnal khatima. Kwa hiyo akahitaji yale ya mwanzo, lakini katika wakati uliobanika, katika hali zilizobanika. Falam yahsul lahu minhu shay'un wa khanahu ahwaju ma kana ilay, asipate chochote katika yale, yakamfanyia khiana yale ambayo yeye aliyokuwa anayahitajia. Mwanadamu asidanganyike. Hii ni hali ambayo ya hujaji aliyorudi katika hija, ya yule vile vile aliyefanya matendo mema kwa mwaka mzima. Ajidurusu na ajiangalie, asiseme kesho nitafanya, kesho kutwa nitafanya hili. Aone sasa ndio wakati wake, na huko ndio kuzihisabu nafsi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاة.